Naam, tabayana lana fil babi asabiqi, pameweka wazi kwetu sisi katika mlango ambao tayari umekwisha kutangulika, ahmiyatu tasawufi, ule umuhimu wa ilmu at-tasawufi. Tabayani katika masala gani? Wa manzilatuhu, fakadhalika daraja ya ilmu tasawufi, unagundua kwamba inakwenda inalaiki fi takwini shakhsia, ni katika namna ya kumtengeneza mtu uutu wake, ili mtu awe ni mukamila mutakamila katika haia ya yeye kuwa Muislamu. Haitoshi, lazima awe na ilmu ya tasawufi. Ndiko sasa tunampata mtu shakhsia, uutu. Kisikia mtu mtu, kwa maana pana uutu, ndio maana pakawa ni mtu, tofauti na hayawani. Hayawani mnyama kwa sababu ya yale matendo yanayofanywa. Kuna wakati hata mwanadamu anaweza kutafsirika kuwa kalhayawani. Sababu gani? Ya idhilali katika sabili au mambo yao. Na Mwenyezi Mungu anasema ulaika, kuna wengine anawatolea sawa sawa mumathala kalhayawan bal hum adhallu sabila. Lengo lao nini? Nyinyi ni wanadamu, mna akili, mna uutu wa kutambua hili ni zuri, hili libaya, lakini leo mnafanya kinyume na yale anayoyataka Alhaq subhanahu wa ta'ala, mnakuwa kama wanyama. Ilmu tasawufi inakwenda kutengeneza takwin, inaimarisha uutu wa mtu. Ukiona mtu amekosa uutu, hana ubinadamu, maana yake ni kwamba tafsiri sawa sawa ni kwamba hana ilmu ya tasawufu. Wa annahu at-tatbiq, ilivyo ni namna ya kutegeza al-amalia, katika namna ya kuyaegemeza matendo yanapofanywa lilislami, kwa ajili ya Uislamu wake. Uislamu wa mtu unataka matendo yawe mema. Tizama Bwana Mtume alisemaje? Almuslimu man, ndio alislam, sababu ni masdar tu ya alislam. Muislamu ni yule ambaye wenzake salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Utu huo unatengenezwa, kwa sababu utu unakosekana vipi? Ni pale ambako wewe ulimi wako unawatukana wenzako, ulimi wako unawakejeli wenzako, ulimi wako unawadharau wenzako, wewe unakuwa umeukosa uutu. Lakini haitoshi kule kuchukua mkono wako ukautumia pahala pasipotakikana, ukawapiga watu, ukawaibia watu, ukawanyongea watu, wewe umeukosa uutu. Wa annahu, na ilivyo hasa ilmu tasawufu nini? Ya hatamun, inahimika biislahi dhahirin, kwa sababu ya kutengeneza appearance ya mtu, yani muonekano na mtazamo wa uwanadamu na ubinadamu, alabdi, kwa mja yeyote, wa imarati batinihi, na maimariko ya ndani yake mwenyewe. Na kama haitoshi nini? Sawa, wa takwimi khulqihi, na kuisimamisha tabia iliyo njema abaki nayo mtu, ili imsahilishie katika minadhara ya muonekano wa tashihi ibadatihi. Na lengo kubwa hasa katika ilmu tasawufu ni mtu aende kuitengeneza ibada yake, wa muamalatihi, na mahusiano kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna saada as-sufia, mabwana wa kitasawufi la yaktafuna, hawajatosheka tu bado, bi an yuwaddihu linnasi ahkama shar'in, kiasi cha kuwawekea wazi masala ya kihukumu ya sheria, kwamba sheria inataka hichi na hichi. Hawajatoshekea hapo, bali kuna kitu cha ziada ambacho pia kina umuhimu sana. Wa adabahu, na adabu zake, bimujarradil kalami nadhari, kwa kutegemea maneno ya mtazamo tu, la walakinahum bil idhafa, lakini kwa kuegemeza umuhimu wake hilo, ila dhalika yaakhudhuna biyadi talmidhihim, wa wanawachukua watu wale wanaosoma
huwa wanawachukua wale watu wanaosoma ilmu tasawufu, wayasiruna bihi ila madariji taraqi, wanawapeleka wakiwafundisha mpaka kufika katika daraja sawa sawa za kupanda. At-taraqi ni kupanda katika makamati zudi sawa sawa, katika makami za uchamungu. Hawa ndio asada asufia. Wayurafiqunahum, na kisha wanakuwa pamoja na watu hao wanaotakikana kujulikana kwa ilmu na nini na nini. Kwa maana wale wanafunzi huwa wanakuwa pamoja fi jamii marahili sairihi, katika namna ya mapito ama namna ya vituo vya kwenda kwao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unakuta kuna muridi na kuna shekhe kwenye kila kitu. Shekhe akifanya kile kizuri, basi anataka na mwanafunzi ama muridi wake, mpenzi wake ambaye kamchagua yeye huyu muridi kwa shekhe wake, huyu ndiye ampeleke katika malakuti la, katika ufalme wa Mwenyezi Mungu na katika daraja na at-taraqi, katika makamati zudi. Basi huwa wanakuwa pamoja, kwamba si kuwa shekhe afanye yeye tu, la, bila muridi wake kufanya kile kilicho kijema. Basi utakuta shekhe anafanya na anawahimiza muridi, fanyeni haya kwa sababu sawa sawa ya maslahi na faida ya dini yenu na akhira yenu. Yuhitunahu, na kisha wanawazunguka tilmidhi, wale wanafunzi wa ilmu tasawufi, saada asufia, biriayatihim, kwa sababu ya kuwalinda, kwamba afanyeni hichi ili mlinde mazuri yenu, fanyeni kile, acheni kile ili mlinde mazuri yenu. Sio kwamba wao watakuwa mabodigadi, ni kule kuwaelekeza wao, fanyeni haya kwa sababu ya faida ya mambo yenu. Wa inayatihim, na kuwasaidia wao, kwamba kwa hili ukifanya utakuwa ni mtu mzuri, mtu mwema. Kwa hiyo msaada unakuwa kwa namna hiyo. Wayashmaluna, na kisha wanawaunganisha biatfihim, kwa mapole, wanawaunganisha katika haya ya upole kabisa. Wa hananihim, sawa sawa, na hanani zao na roho zao zilizo nzuri, na utulivu na roho zao. Waiwajihuna bihalihim, na kisha wanawaongoza, wanawaelekeza kwa hali walizonazo. Sio kwamba ukiwa na shekhe basi akupeleke tu, anaangalia na hali, huyu ni mwendee vipi, huyu ni mfundishe vipi, huyu ni muelekeze vipi, je huyu nikienda naye vipi na kwaje. Hao ndo saada asufia. Waqalihim, na namna kuzungumza nao. Sio kila mtu unazungumza, kuna mwingine unazungumza kwa upole, kuna mwingine ili umueleweshe na awe ni mtu mwema kuwa mkali. Hivi ndivyo wanavyofanya saada asufia, saadati sufia. Wayanahadhuna, na kisha wanawaamsha bihi, kupitia ilmu ya tasawufi, biuluwi himmatihim, kwa bidii ya juu sana, wa adhimi sidqihim, na ukweli uliokuwa juu dhidi yao. Yudhakirunahu idha nasiya, wanamkumbusha mtu yule anayejifunza anaposahau. Wayuqawimunahu idha nharafa, na akiharibu wanamtengeneza. Wayatafaqadunahu idha ghaba, na wanamtafuta anapokosekana. Yuko wapi muridi wangu, ameenda wapi muridi wangu? Basi atatafutwa kwa namna aina yoyote. Wayatanashanu wayunashituna idha fatara, na wanamchangamsha pale anapolegea legea muridi. Hawa ndio saada asufia, mashekhe hao. Sasa almurabbina lilarwahina wa hakadha yarsumuna lahu, na hivi ndivyo ambavyo wanaita wao almanhaja alamalia, ndio mapito ya kufanyia kazi. Ilmu tasawufu ni manhaj alamali, mapito ya kufanyia kazi. Alladhi yumakkinuhu, mapito ambayo yanammakinisha mtu bi ayatahaqqaq bi arkani dini, ni mtu kutengeneza nguzo zake za dini, thalatha tatu, ambazo ni al-imani wal-islami wal-ihsan. Dini hizo naam, arkani ad-dini, nguzo tatu za dini: imani, uislamu wa mtu na ihsani yake. Inna sufia, hakika masufi ndio arbabun, ndio watu wakubwa sana, amali wa kutendea kazi, matendo yaliyemema, wa ahwali, na hali mbalimbali wanazo wao. La arbabun da'awai, sio watu wa kuitwa tu sufi bila amali. Unaona kuna sufia tu rusumi bwana,
Sisi hatudili na sufi jina, tuna sufiyatul haqaiq ambao ndio amali wa aqwali na matendo na kauli, sio masufi wa kuitwa na sio masufi wa kusema wafanyeni tahajjudi swalini. Yeye hausiki na jambo hilo, hapana. Fama ashala alkalama wa ta'dhima wama asaba al'amala wa tatbiqa. Haikuwa ni watu wa kuzungumza maneno laini tu na kufundisha tu taalima, kwamba yeye amfundishage fanyeni acheni, yeye hayupo, ala, hapana. Yeye ndo mfanyaji mkubwa, na kama ni makatazo yeye ndo mkatazaji mkubwa sana katika Kiswahili. Wama asaba al'amalan wa tatbiqa, na halikuwa jambo gumu sana kupitia kwao, sawa sawa na maegezo ya jambo hilo. Wahanahanu, anasema kupitia hapa sasa tunasema naridhu fi hadha albabi, tunaweka wazi mlango tulionao mwingine, ahammat turuqin, umuhimu wa njia, alamalia, wa kutendea kazi, allati yutabiquha rijalu tasawufi, njia ambazo wanazieleza au wanazipita wanamume wa kitasawufi, lilusuli ila ridha ila, ili lengo wapite katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa maarifatihi, na kumjua kwake Allah. Wa mahadha, na haikuwa njia hiyo, almanhaji alamali, isipokuwa ni manhaji mapito ya matendo, illa tatbiqan likitabin, hayapiti mapito hayo ya kutendea kazi matendo, isipokuwa ni tatbiqan likitabillah, ni hali ya kuegemeza kitabu cha Allah tabaraka wa taala, waqtidai au waqtidaa bi rasulillah, na kumfuata mtume, bi ashabihi alkirami, na maswahaba wake watakasifu, ridwanullahi taala alaihim, radhi za Allah ziwe juu yao. Inna sufiyata lam yabtadi'u manhaja, masufi hawakuanzisha hawakuzusha njia bwana, kwamba ndo maana kama hivi leo watu sema sufi wao khurafi au wamepotea. Hapana, hawakuanzisha manhaji nyingine, mapito mengine ambayo mtume kayapita, la. Walam yabtakiru usluban, wala hawakuanzisha sawa maelekezo ambayo mtume hakuyapita, la. Walakinnahum saru muttabi'ina li rasulillah, wao ilivyo hasa wamepita wakimfuata mtume Muhammadin, qawlan wa amalan wa akhlaqan, kutegemea kauli zake kasemaje, kafanya nini, lakini pia na tabia zake zilikuwaje. Hiyo ndiyo mukaddima tunayoiona hapa. Kwa hiyo inshallah twende nami sambamba.